بسم الله باسمه المبتدئ رب الآخرة والأولى الذي لا غاية له ولا منتهى له في السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى بسم الله افتتحت وبه اختتمت على الله توكلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى mzangu katika imani sehemu ya mwanzo baada ya kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehema kipenzi wa umma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wasieni lakini pamoja na kuiasa nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu inna lilmuttaqina mafaza hakika ya wale ambao wamchao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio watakaokwenda kufuzu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, mzangu katika imani, tupo ndani ya Jumaa ya 3 tokea tumeingia mwezi huu wa Ramadhani. Tayari tumeshalikata 10 la kwanza, lakini vile vile tumeshalikata 10 la pili, na hivi leo ndio tunalikatamisha. Tuko ndani ya mwezi 20 tunalikatamisha 10 la pili. Nini tumefanya? Tunaingia katika 10 la majumuisho. Vipi umebadilika? Vipi funga yako imekufikisha katika uchamungu? Vipi wewe unavyokaa unamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ile funga yako? Hivyo basi kwa hali ya namna hii, ili kuangalia majumuisho, tutakwenda kukumbushana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema baada ya billahi minash shaitani rajim والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika ule ukumbusho ambao mimi na wewe tunakumbushana, wale ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa wingi, na wanamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa wingi kabisa, lakini katika wanamume na vile vile katika wanawake watakaomtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa wingi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaahidi maghfira na ujira uliokuwa mkubwa. Vipi leo tumo ndani ya 10 la pili, tena siku ya mwisho ya kukatamisha 10 la pili, umemtaja kiasi gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Tokea tumeanza Ramadhani mpaka hivi sasa tulipofikia, kiasi gani umemkumbuka Mwenyezi Mungu katika nafsi yako kwa ajili ya ile funga uliyokuwa nayo? Kiasi gani imekubadilisha ile funga kukufikisha katika uchamungu, katika hali ambayo unamkumbuka mara kwa mara Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Ni sehemu ya kufanya majumuisho, ni sehemu ya kujiangalia kiasi gani funga imekubadilisha kupelekea hali ya kwamba unamkumbuka yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Ni sehemu ya kuangalia, na katika kumkumbuka Allah ameahidi maghfira, bimaana ameahidi msamaha kukupa wewe na mimi katika kule kumkumbuka kwake, lakini pia vile vile ameahidi ujira uliokuwa mkubwa. Je, wewe ndugu yangu, majumuisho ya moyoni mwako, bali insanu ala nafsihi basira, kila mwanadamu katika moyo wake anaona kile alichokifanya mundu shahri ila al-ana, tokea mwezi
na kumkumbuka na kujiepusha katika vikazi ambavyo vya kipuhuzi na hulwa mbalimbali ukajiepusha nazo kwa ajili tu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulifanya hivyo, ifanyie majumuisho katika moyo wako. Fanya majumuisho, najua katika 10 la mwisho, 10 ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam ya'takifu, alikuwa akifanya itikafu, akiacha majumba yake, akiacha wake zake, alikuwa akikesha katika misikiti, katika majumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kulilia radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alikesha masiku 10 yote, lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alikesha katika ule 10 la mwisho masiku 10 yote hata tawafahu Allah, mpaka alipofishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kufisha na Mwenyezi Mungu, wake zake pia walidumisha ile swala la kufanya itikaf. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam majumuisho aliyokuwa akiyafanya katika mwezi wa Ramadhani, hususan katika 10 la mwisho, ule mwaka ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam kubidha, aliyofishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alifanya itikafu katika msikiti siku 20. Je, wewe na mimi tokea Ramadhani imeanza, nini ulichobadilika nacho? Kipi unakikumbuka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka hivi sasa? Allah aeleza katika Qur'an, surah al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl bil-ghudwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin. Mkumbuke, mtaje sana Mola wako fi nafsika, katika moyo wako. Kadri unapokaa, mkumbuke sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkur rabbaka fi nafsika, mtaje Mola wako na ukumbuke katika nafsi yako, katika hali ya unyenyekevu na hofu kubwa, kwamba Ramadhani imeingia na mkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuilinda funga yangu mara kwa mara, na mweka Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jambo lolote lililokuwa baya. Mimi nitakuwa na tahadhari nalo na kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo funga itakubadilisha, itakupelekea katika level ya uchamungu. Tena hali ya kuwa unahofia asubuhi na jioni kuwa ni mwenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala takun min al-ghafilin, na wala usiwe miongoni mwa wale watu ambao wameghafilika na kumtaja Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Majumuisho, nini umekifanya ambacho kimekupelekea mpaka hivi sasa unamkumbuka Mwenyezi Mungu katika nafsi yako mara kwa mara? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alihimiza na kuambia masahaba wake, ala ukhbirukum am ala unabbiukum bi khairi a'malikum, hivi ni wajulisheni. Bimaana kuna tambihi iliyotoka ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika neno ala. Unabbiukum ni wajulisheni, ni watambulisheni bi khairi a'malikum, bora ya matendo yenu. Kwa tendo hilo ukilifanya linakuwa bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wa azkaha 'inda malikikum, linawatakasa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wajulishe, lakini wa anfa'iha fi darajatikum, na linawainulieni daraja zenu. Leo mwezi wa Ramadhani umeingia, je, jiulize umeinuliwa kiasi gani kutoka mahala ulipokuwepo kiimani? Moyo wa mwanadamu una kanuni ya kujiona, bali innabiya linsanu ala nafsihi basira. Kila mwanadamu katika nafsi yake yeye mwenyewe anajiona. Iangalie level gani uliyokuwa nayo tokea Ramadhani imeanza mpaka hivi sasa. Je, kuna level yoyote unaiona ya kiimani inaingia katika moyo wako? Kuna mabadiliko yoyote ambayo unayaona
lakini wa khairu lakum, na ni jambo bora min an talqaw aduwakum, kuliko kukutana na maadui zenu, fatadribu a'naqahum wa yudribu a'naqakum, wakazipiga na kuzikata shingo zenu, lakini pia mkazipiga na kuzikata shingo zao. Hilo jambo ni bora. Mtume anawauliza masahaba wake awajulishe, qala bala ya rasulullah. Masahaba wakasema, hivi kwa nini ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu usitujulishe sisi? Wakawa wanakupa kutaka kujua, ya kutaka kufahamu jambo hilo. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, dhikrullah, 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 wamtaje na kumkumbuka sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na walifanya kazi hiyo masahaba radhiallahu anhu. Je, mimi na wewe kwa sababu ya funga ya mwezi huu wa Ramadhani unavyoona imekufikisha katika lengo kwamba ukitoka mwezi wa Ramadhani utakuwa unamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu zangu katika imani, athari tunazipata kwa kudumisha sana ibada. Na ukiona moyo wako bado haujapanda kiibada, bimaana bado haujapanda kiimani na kiuchamungu, jiulize, fanya mwisho katika kundi hili la mwisho utafaulu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anapewa habari na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, habari anayopewa Mtume Ankabut nambari 45 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Katika sehemu na natija ya kubadilisha imani, Mtume anaambiwa wasomee yale yaliyoshushwa wahi juu yako ewe Rasulullah, yanayotokana na kitabu cha Qur'an. Lakini wa aqimis salat, dumisha swala, isimamishe swala. Swala itakupelekea uchamungu wako upande, swala itakupelekea uwekae mbali na matakataka yote, fahishat wal munkarat, mabaya na yale yaliyokatazwa. Ikiwa utaswali kwa uzuri, ikiwa utaswali kwa utulivu, ikiwa utaswali kwa unyenyekevu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Swala kazi yake ni kukataza mabaya na kukataza munkarati yote. Tokea mwezi umeanza huu wa Ramadhani mpaka 10 hili la pili linaondoka, nini umebadilika? Vipi swala yako inakukumbusha mara kwa mara kwa karibu na Mwenyezi Mungu? Vipi swala yako inakukataza wewe kwa leo hakuna usifanye maandalizi ya kukata viguo visivyo na maana kwa ajili ya watoto wako? Vipi swala yako inakukataza na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi? Fanya majumuisho. Moyo ndio unakufanya majumuisho, lakini kwa kukumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona leo swala bado haikubadilisha, imani bado haijapanda, fanya maazimio katika 10 la mwisho kwa kufanya itikafu na kufanya sana ibada. Wala dhikrullah, na utaji wa Mwenyezi Mungu uwe mkubwa, usijiache. Ikhwan fillah, tukumbuke kuwa maisha ya mwanadamu yana masiku matatu basi na kuzidi. Usijisahau, umeishi miaka 60, 50 mpaka karne moja, karne mbili, lakini maisha yako ni matatu tu ya uhai. Maisha ya uhai hayo ambayo yana siku ya jana, ikumbuke ilishapita, haiwezi kurudi. Lakini maisha yako uliyokuwa nayo, kama mkumbuke Mwenyezi Mungu kwamba yana siku ya leo ambayo tumeanzia nayo fajiri mpaka hivi sasa.
na inaondoka tena kwa kasi. Mkumbuke Mwenyezi Mungu. Fanya majumuisho katika moyo wako ya kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala na akupandishe kiucha Mungu. Hii leo ngumu inaondoka, tunaitamani ile jana ushaipoteza, lakini tambua kwamba kuna siku ya kesho ndio ya maisha yako ambayo inakuja, wewe huitambui. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye anaitambua, kuimabirukum bima kuntum ta'malun. Yeye atakwenda kutambulisha kwa yote tunayofanya. Vipi umeangalia hiyo siku yako ya kesho? Kumbuke sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu utayafanya yote unayofanya. Utaona shaka wewe kuliendea asila aina yoyote ile ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani. Hutahofia. Na kule tunaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl. Mkumbuke Mola wako katika nafsi yako kwa unyenyekevu na kuhofia. Unyenyekevu nao, hofu nayo. Sayyidina Ali karama Allah katika maneno manne aliyosema, mawili napenda kuyatanguliza. Alisema Sayyidina Ali karama Allah kwamba mtu anayefanyia kazi ama bimaana al-khawfu min al-jalil, huwa na hofu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wal-amal bima, na ufanye kazi yale yote ambayo yameteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sisi. Ndugu zangu, nene tumkumbuke Mwenyezi Mungu kwa kuyafanya majumuisho ya nafsi zetu na ibada zetu na funga zetu. Vipi tulizifunga? Mwezi ndio huo unayoyoma na kuondoka. Fanya majumuisho ya nafsi yako. Ikiwa unaona kuna sehemu uliteleza, hujachelewa. Juu ndio ayyamu ma'duda, masiku machache, lakini kuna siku 10 ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijipinda nazo shadda mizaba. Alikuwa akifunga kile kilemba chake kukikaza sawa sawa kwa ajili ya kujipinda na i'tikaf katika makumi ama siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie tufikie lengo ya uchamungu na kumtii yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumkumbuka mara kwa mara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Hakim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد أن شكر Mwenyezi Mungu, أوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ndugu zangu, na wasieni kwa mara ya pili na kuiasa nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno naitanguliza kwenu aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sura Al-Ra'd 28. baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu qulub. Wale ambao walioamini zinatulizana nyoyo zao kwa kumtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Kinitambili na uzigo ala bidhikrillah, kwa kumkumbuka na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tatma'inna qulub, zinatulizana nyoyo. Tujitahidi sana ili nyoyo zetu zitulizane
ili imani zetu zitengamane, ili mioyo izidi kiimani, izidi kiucha Mungu. Tumtajeni sana Mwenyezi Mungu, lakini tukumbukeni sana Mwenyezi Mungu. Kipindi ambacho tupo nacho ni kipindi cha kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ajabu ya ajabu kabisa, uone hata za miaka iliyopita kwa misikitini humu tunapokuwepo, kwamba watu watajisogeza msikitini mapema, pengine 6:30, na watakuwa wanayatamka yale ambayo aliyahimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Matatu aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja. Amehimiza katika mwezi huu tukithirisha sana kumtaja Mungu kwa ashhadu an la ilaha illa Allah, na tufanye istighfar na tuombe afwa ya Mwenyezi Mungu, na tuombe kukingwa na moto wa Mwenyezi Mungu. Ndio pakafanywa majumuisho haya maneno, tukawa tunatamka mimi na wewe. Leo niliona jambo la kuuzushi kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah, nas'aluka al-jannata ilahi wa na'udhu bika min an-nar, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Haya mambo ndio tumehimizwa sana sisi. Tunaitaka afwa ya Mwenyezi Mungu, tunamtaka msamaha wa Mwenyezi Mungu. Bila kumkumbuka yeye tutafeli, tutakwama. Angalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyotokana na Abu Hurairah radhi za Allah zimwilie. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumalizia hutuba asema, qaribu, jikurubisheni kwa Mwenyezi Mungu, wasadidu, jitahidini kufanya vizuri. Vipi utajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu aliyakuwa humkumbuki? Hujifanyii mahesabu ya nafsi yako, ujihesabii, utamkumbukaje Mwenyezi Mungu? Wewe vipi utamkumbuka Mwenyezi Mungu aliyakuwa bado unakusanyia vya haramu, bado una matakataka ya riba? Vipi utapata athari ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Bado hujaacha kauli mbovu ambazo tumeingizwa sana na mashehe mbalimbali kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani pia tuache, lengo tutafute ucha Mungu, lengo tutafute kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Vipi? Ndio Mtume akasema, qali, jikurubisheni kwa Mwenyezi Mungu, wasadidu, jitahidini kufanya vizuri. Ndugu zangu, Ramadhani imeshaondoka, tumebakia na siku 10 wenda ama 9. Vipi wewe, jitihada zako ziko wapi? Kweli sisi tumeingia katika rehema ya Mwenyezi Mungu? Kweli sisi tumeupata msamaha wa Mwenyezi Mungu? Je, majumuisho tutawekwa mbali na moto wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tuondoke na wasadidu, tufanye vizuri, lakini waalamu, na tutambue, annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi, hakuna mtu tu atakayeokoka kwa matendo yake. Masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasul, hata wewe? Mtume akawajibu, wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi wa fadli. Rehma ni nini? Fadla ni nini? Rehma yake Mwenyezi Mungu tunayoitarajia ni ile kuwepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na hatukupeleka wewe Muhammad isipokuwa uwe rehema kwa viumbe wote. Kaja kutufunza mengi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja ya kutufunza ni kuziandaa nafsi zetu kuwa wacha
wacha Mungu. Fadhila ni nini? Muda hautosha, lakini inshallah panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu watakuja wanazuoni na makhatib ama wazungumzaji kuja kuiangalia fadhila hii. Mwenyezi Mungu atujalie mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lakini Mwenyezi Mungu ajalie nafsi zetu zibadilike, ziingie imani na mcha Mungu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم عن صحابة الله أجمعين خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ندعوك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وأقيموا الصلاة